Hello wapendwa, nimekuja kwenu. Leo nimepata kibali cha kuweza kuongea na mmoja kati ya waanzilishi wa kanisa la ICF kwa mji wa Holstebro hapa kwetu Denmark. Anaitwa Bwana Tentax. Nataka mjue Tentax ni nani. Atatuambia historia kidogo ya kanisa la ICF hapa Denmark. Lilianza namna gani na yeye aliweza kukutana na wandugu namna gani. Mtufate wote tutakavyoanza na mpaka jinsi tutakavyomaliza, na mtaenda kubarikiwa, maana watumishi wa Mungu wanapoongea wanatoa katika midomo yao maneno ya kubariki watu na yenye busara zaidi. Asante sana kama mtakuwa wote kwa safari hii tunayoanza ya interview yetu. Amena. Tunataka tujue Tentax ni nani, ambao ni mhudumu wa kanisa hili hapa la ICF Holstebro. Ndio, nasema mbele jambo tena, karibu sana kwetu. Asante sana. Namshukuru Mungu kwa kunipatia muda mimi kusumuza pamoja na wewe. Ndio. Unauliza swali ya kama Tentax ni nani? Ndio. Niko mmoja wa watumishi ndani ya kanisa ya ICF Holstebro. Ndio. Lakini wakati Mungu alipermit nipate kukuja pamoja na kanisa hii, nilifika hapa mwaka ya 2005. Nilikutanaka na wandugu akaniambia kama kuna kwa mkutano wa kanisa hapa Holstebro wanakutanaka pamoja, lakini leo siku ilikuwa Sunday, siku ilipasha kupita juu ya kubatiza. Ilikuwa siku ya ubatizo na mimi naenda kufika kwa kanisa kumkutano wetu, ndio tunakutana na wandugu, lakini mchungaji akalomba mwito, akasema nalazimishwa mtu ule anaweza kuingia na mimi pamoja kwa maji nisaidia juu ya kufanya kazi ya kubatiza watu. Sasa watu walikuwa pale, Wakristo wenyewe walikuwa naye pamoja, lakini nasikia ndani ya moyo wangu, moyo inaniambia kama ujitokeleshe wewe ufanye kazi. Sawa wakati ile. Na mimi kwa limoya mimi nasema mimi nakuja. Asante sana. Ndio mimi najitokelesha na mimi naingia ndani ya maji na tunafanya kazi ya ubatizo. Asante sana. Ndio ilikuwa siku ya kwanza mimi kufika na kukutana na mchungaji Pastor Sigala. Asante, tunaendelea na maswali. Sasa hivi kanisa la Holstebro lina miaka 20. Ndio. Na kuna mambo mengi yamepita katika miaka 20. Ndio. Nataka niulize kwamba ulivyokuja hapa, kwa nini haukupenda kufanya business? Ukapenda kutafuta mambo ya Mungu na mkaanza ukajiunga na watu wa kanisa. Kwa nini usingefanya tu business na uendelee na business? Lakini uliamua kutafuta mahali watu wanasali na ukakutana na watumishi na ukaingia kwa ministeri. Kwa nini uliamua hivyo? Mbele ya kwanza mimi ni mwito Mungu alinipatia. Mbele ya kutoka kwetu nyumbani nilikuwa na ile mwito ndani yangu. Mimi niko mtoto wa watumishi, babangu ni pastor wa communauté Garingans Kulubumbashi. Nilikomea ndani ya eglise, mamangu eko mama responsable wa communauté ya mama yote ya Garingans niveau ya Lubumbashi. Nilikomea mule, lakini wakati mimi nakuja hapa na ile mwito ndani yangu, kule nilifika mimi nilikuja hapa kama sportif. Ndio. Nilikuwa hapa nafanya box kwa mkini nilinituma ku championnat du monde. Ndio, hiyo tutaongelea siku nyingine. Najua hiyo historia ya champion tutaiongelea siku nyingine. Lakini nataka turudi kidogo kwenye swali la kanisa hapa. Ndiyo. Kwa nini uliamua kutafuta watu wa Mungu? Usingeendelea na biashara, business, kufanya business na wacha. Kwa nini ulichukua hiyo decision? Umetuambia kwa sababu wewe umetoka katika familia ya watu ambao wameokoka, mama na baba. Swali lingine linakuja. Kuna taarifa, kuna habari, wala information za mingi. Watu wanasema kwamba Baafrika bakitoka Afrika bakikuya hapa, biko wanafungula makanisa kwa sababu ya kupata misaada kutoka kwa gouvernement, lakini sio kwamba eti ni Bakristo. Hizo habari ni za kweli ama ni za uongo? Ni ya uongo sana, paske hivi sisi tuko hapa kanisani hapa atupatake hata pesa moja. Aba tupatia pesa hata moja, tulipiwake hata mara moja. Tunafanya hiyo kwa juu ya ile inakuwa ndani yetu ya mwito ya Mungu. Tunamtumikia Mungu kwa juu tunampenda, na mimi nataka mimi kumuona Yesu. Asante sana. Kwa hiyo ndio
imani tunasimamia nayo ni juu ya kwenda kukutana na Bwana. Na swali lingine ni kwamba hii miaka 20 ambayo mmekuwa hapa na hii ministeri, unaona namna gani kanisa linaenda mbele wala linarudi nyuma? Ndio, kwa imani kanisa inaenda mbele. Kwa wingi wa watu, ndio mjini tunaishi, mjini inakuwa na matatizo mingi. Watu wengi wanaamua kwenda kutafuta mafazi wala mavili nyewe wataona huku sheria kwao. Ndio. Lakini sisi tulichika kubakia hapa ni juu ya ile wito wa Mungu, ile utukufu wa Mungu unakuwa unajaa ndani yetu. Wakati tunakutana pamoja, mtumishi wa Mungu, tunamtumikia Mungu na bidii na ile furaha yote, na tunaona ukubwa wa Mungu unaonekana ndani yetu. Kwa hiyo kwa nini mimi kutoka hapa na kwenda fazi nyingine? Kwa hiyo tuliamua kubakia hapa kufanya kazi kwa juu Mungu alipenda tupate kwa hapo juu ya kutayarisha njia ya mbingu. Asante sana ndugu kwa taarifa hiyo, na kwamba wandugu wapendwa na watazamaji, leo tuko hapa Holstebro kwa sababu kanisa ACF imeheneza miaka 20 ya huduma na mengi yamepita hapa, watu walikuwa wengi na tumeshukuru sana. Bwana Tentax ni moja ya waanzilishi wa kanisa hili la ACF ambao tumeongea na yeye hapa, na kuna viongozi wengine ambao tutaendelea kuongea nao. Asante sana ndugu Tentax kwa kuweza kujibu maswali yetu, na Mungu akubariki. Asante sana ndugu, nafurahi sana kwa kuona. Kama unakuwa na mengi tena ya kutafuta kujua nyingi, unakaribishwa. Hello wandugu, mmesikia maneno mawili matatu ambayo mzee wetu Tentax ameenda kutuambia. Tumebarikiwa sana na tumejua huduma wanaoiendesha hapa Holstebro kwa nchi wa Denmark. Mnaweza mkawafuata kwenye mitandao yote, wako kwenye Facebook, YouTube, Instagram na mitandao mingine wako huko. Utaenda kusikia na mtaenda kujionea kanisa la ACF linafanya kitu gani hapa Denmark. Watu wengi wameokoka na wamebarikiwa sana kupitia mchungaji wao. Asante sana na Mungu atenda kutubariki. Amena.